tabia nzuri ambazo yeye anazi advocate kwenye jamii kwa mabinti na wanaume, na tabia mbovu ambazo pia anazi advocate. Wakati tunawaambia watu wafanye mema, wawe na tabia njema, tuwe na mifano ya kuwasaidia kwa advocate. Tutajie tu hata 3 tabia nzuri kabisa kwa binti mzuri au kwa kijana mzuri. Tabia kwanza ni awe kijana anayemcha Mungu, anayempenda Mungu, mwenye hofu ya Mungu. Alafu awe ni binti mtii, msikivu. Awe ni binti anayeweza kusikiliza, kutia, asiwe binti wa kubishana, kulumbana, kugombana. Lakini tabia ya 3, awe ni binti mwenye heshima. Binti ambaye anaweza kumheshimu mwenzi wake, anawaheshimu wazazi wake, anawaheshimu ndugu yake, ana heshima katika jamii. Hizo ni tabia 3 kwa mabinti. Kwa wanaume, tabia kwanza kwa mwanaume ni hiyo pia, awe anamcha Mungu. Tabia ya pili, awe ana upendo. Awe anakupenda, na awe anakujali. Awe mwanaume anayewajibika. Nitakuuliza, anawajibika vipi kwako? Anafanya nini kwako? Anakujali vipi? Anakutunza vipi? Anakuhudumia vipi? Anahudumia vipi ndugu zake? Anahudumia vipi ndugu zako? Anahudumia vipi maisha yake? Kwa hiyo responsible man. Mwanaume ambaye ana upendo, lakini mwanaume ambaye anakujali wewe na anakuhudumia wewe, lakini si wewe peke yako, na jamii na watu na ndugu zake. Huyo ni mwanaume sahihi. Haya. Tabia mbaya, umesema mbaya, mwanaume yeyote ambaye hakujali, ni vice versa, kinyume chake. Yes. Anakupiga, sijui anakupiga makofi, sijui. Hapana. Sasa kabla hujasema watu wanakupata wapi na kwenye mitandao yako huko akajifunze mengi. Kwa hiyo tunaondoka, tunakubaliana, tunaoa na kuolewa, tunaowapenda, au tunaoa na kuolewa na tabia za hao watu. Kimsingi oa tabia. Mimi nitakwambia hivyo. Oa nini? Tabia. Kwa sababu ndoa, mapenzi ni maamuzi. Usipeleke kwenye hisia. Ukisema unaoa unampenda, itabidi uoe kwa sababu ya hisia fulani. Sasa upendo, unaweza kumpenda mtu yeyote. Yaani unaweza kupenda yeyote. Hata yani yeyote. Unaweza yani mtu anaweza akawa hata ni sijui ni nani, lakini ukasema nimempenda. Unaweza kujikuta umempenda. Lakini tufanye ndoa iwe ni maamuzi. Fanya maamuzi, tumia akili, tumia logic, kwamba tumia logic kabisa, ili unapofanya maamuzi ya mtu wa kuishi naye, usitumie hisia kwenye kutafuta mke au mume wa kuishi naye. Basi tuambie hapo mawasiliano na wapi watu watakupata. Yes, mimi ninapatikana kwenye social media Jackson Mndeme, Instagram, Facebook Jackson Mndeme, YouTube natumia Ukombozi wa Familia. Ndio, alafu ndio natosha. Au ni namba ya simu? Sawa. Namba ya simu ni 0752 966389, 0752 966389. Ni cheki WhatsApp au nitumie message WhatsApp au voice note kwenye WhatsApp. Haya, basi na sisi la ziada hatuna. Tukutane kesho majira saa 1 hadi saa 4 za asubuhi. Mimi ni Rosemary, nilikuwa na Kwenzi Pora, na tulikuwa na mchungaji na mwalimu na mwanasaikolojia Mndeme, ambaye ndio tumetamatisha kipindi kwa siku ya leo. Milango yote